Ni miaka 25 tangu meli ya MV Bukoba ilipozama Mei 21 mwaka 1996 na kupoteza maisha ya watu zaidi ya 1000, huku ikiacha vilio na simanzi kwa Watanzania wengi waliopotelewa na ndugu zao. Ayo TV na millardayo.com imempata Respicious John ambaye alinusurika katika ajali hiyo, sambamba na Salum Mohamed ambaye familia yao ilipoteza watu 18. Na hapo wanaeleza hali ilivyokuwa huku wakisimulia maisha wanayoyaishi kwa sasa. Mimi majina yangu naitwa Respicious John Katabaro. Alimaarufu Mtayoba, ndio jina linalojulikana kwa wenyeji wa Bukoba. Na ni mtu mmoja wapo ambaye nilinusurika kwenye ajali ya MV Bukoba. Nilipona kwa kudura za Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kusema ni ujanja wala nini, ni kudura za Mwenyezi Mungu. Na Mungu anisaidie mpaka sasa hivi bado nina afya njema. Niko vizuri. Inasikitisha kuona kuna wengine walipona lakini wamechukuliwa Mwenyezi Mungu. Hizo ni kudura za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi niko vizuri. Sina matatizo. Mungu atusaidie. Ila kwa upande wa ajali ya MV Bukoba ilivyoanza, tulitoka hapa, mimi nilipandia Kemondo. Hapa nilikosa tiketi. Lakini nilipofika Kemondo nikapata tiketi. Na nikapanda nikiwa na rafiki yangu anaitwa David Mtensa. Huyo bahati nzuri Mwenyezi Mungu bado yuko hai. Tunaye ni rafiki yangu na nadhani na kitu kilinipa faraja zaidi kwa sababu tulikuwa tunasafiri wote wawili na sote wawili tulipona. Na alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa tunaelekea Zanzibar, kupitia Dar es Salaam kwenda Zanzibar. Basi tulipofika Kemondo yule, kwa sababu Titi alikuwa anatufahamu, akatukatia tiketi. Tukazungumza tunasubiri meli iko Bukoba. Basi meli ilipofika tukapanda. Lakini katika kuondoka haikuondoka kwenye ule hali yake ya kawaida. Ilisuasua. Baadaye ndio tumekwenda. Sasa sisi yaliyotokea usiku hatukuyajua kwa sababu tuliingia kwenye vyumba tukalala. Sababu tulikuwa tumeisha nunua vyumba vya wafanyakazi. Tukawa tumelala. Sasa 12 ilipofika saa 12 kwa sababu tulikuwa tunapaswa kuwahi ndege kusudi tuende Dar es Salaam. Tukaamka mapema na kujiandaa. Basi mara ya kwanza ikawa kama inasuasua hivi. Imesha kufika alfajiri najua hapa. Na tizuri mwenzangu akaniamsha, tukaanza kufunga chumba, tuko nje kwenye corridor tunaongea tu. Basi kwa hiyo ajali iliyotokea ile tukao kama tunaibashiria kwa sababu ilianza ikayumba, ikarudi upande huu. Wale wafanyakazi wakatuambia mrudi upande mmoja. Na bahati nzuri sisi tulikuwa juu kabisa kule. Kwa hiyo ikapinduka. Maka sio kuzema ilizama, ilipinduka kama unavyoona inapinduka gari. Basi hapo tulikuwa tunabishana kwa sababu hatakuwa tukuvaa life. Mimi sikuvaa life jacket. Niliingia kwenye maji bila kuvaa life jacket. Lakini mpango wa Mungu, maana nasema ni mpango wa Mungu. Wakati imeshaingia chini, ikawa upside down. Juu chini. Nikarudi kwenye mgongo wa meli. Nikawa nimepata kidogo hali ya kukaa pale. Tulikaa juu ya mgongo wa meli. Wakaja na watu wengine tukawa tunawasaidia kidogo. Baadaye kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Mzee Rushaka. Nafahamiana naye kwa sababu ni jirani pale Nyakanyasi. Ndio akaniita akasema ukae hapa. Tusubiri Mwenyezi Mungu atatufikishia wapi. Tukakaa wote pale. Na wengine wakawa wamekuja akaja na captain wa meli alipona kule mbele. Alichokifanya akawa ametumia ile pipe ya meli anawarushia watu kuwavuta. Akawa anawarushia anawavuta. Alisaidia sana kwa sababu basi baadaye ndo atukapata usaidizi wa mapema. Lakini tukaona meli ya MV Victoria inakuja. Na huku upande mwingine tukawa tunaona meli inakuja, hatukujua ni meli gani. Kumbe ilikuwa ni MV Butiama inatoka Uganda. Basi ndio zikafika pale zikapiga nanga. Zilipofika pale wakateremsha mtumbu MV Victoria. Na MV Butiama na yenyewe ikateremsha kule. Basi wakaja pale kwenye ile meli. Yaani kuelezea kwenye shortcut. Basi wakaja pale ndio wakaanza kusaidia watu. Ile MV Butiama ikawa inasaidia watu ambao wameko pembeni huko. Basi ndio baadaye na watu wa mitumbu wakaanza kuja pale. Kwa sababu watu wa mitumbu walituona lakini hawakuja pale kwa sababu hawakuwa na mahali pa kumsaidia mtu kumpeleka. Kwa hiyo wakawa wanasaidia wanampeleka kwenye meli. Basi na ile mitumbu ilipoteremsha MV Bukoba ya MV Victoria
wakawa na mimi nikateremka kwenye ile meli. Hii juu ya mgongo wa meli tukaingia kwenye mtumbwi ukatufikisha wapi? Ukatufikisha kwenye MV Victoria. MV Victoria, mimi nilipelekwa kwenye MV Butiama. MV Butiama ikawa imepakia watu kiasi fulani hivi, ndio tukapeleka Mwaroni. Fika Mwaroni bandarini, bandari ya Mwanza hii. Kwa sababu nilikuwa Mwenyezi Mungu ndio anampa rehema zake, kwa sababu nilitoka kama nilivyo na nilikuwa vizuri kabisa, sina chochote. Kwa hiyo kilichoendelea nikamsubiri mwenzangu na alikuwa anayekuwa ameshaokolewa kwenye Butiama hiyo. Yeye alikuwa kwa mbele, mimi niko kwa nyuma kwenye Butiama. Tukafika tukashikana mikono, kulikuwa na jamaa yetu naye maskini sasa hivi ameshakuwa marehemu. Akawa ndiye alikuwa ametusubiri pale. Basi akatupeleka kwenda guest iliyoendelea huko, wengine tukawa tunaona wanapelekwa Bugando. Maiti ziko nyingi tu za tulioyaona ni makubwa, kwa sababu katika kushuhudia maiti na zinaelea kwa muda mfupi, watoto alielea sana kwa muda mfupi sana. Basi ndio tukamaliza. Kwa hiyo kesho yake tukaja wakatutangazia kujiorezesha kwamba hivi Butiama inaturudisha Bukoba. Mimi nikapanda kwa sababu mwenzangu yeye alipanda gari, aliogopa, akapanda gari akaja. Mimi nikasema nitarudi kama mpango wa Mungu, basi nikarudi na Serengeti ikatufikisha. Sasa cha ajabu, kuna askari ambaye alikuwa amenizuia hapa. Aliniona na akaniambia basi nilikuzuia. Nikamwambia okay. Mimi nilipandia Kemondo. Sasa basi bahati nzuri tulikuwa tunaenda kufuata mali. Pesa ziliishia humo. Nilitoka na shati na suruali, biashara ikaishia hapo. Na hela tulizokuwa nazo ndio ikawa mwisho wetu. Basi lakini kwa kuwa tulibaki na nguvu, tukaendelea tukajizatiti tena, ndio hivyo ndio naona tunaanza sasa. Tulianza mwanzo huo ndio hivyo, miaka 25 ndio imefika sasa. Na kwa umri huo na pale nilikuwa nimemaliza shule. Na nimeingia kwenye biashara ikakataa. Basi kilibaki nzuri, najikongoja biashara tunaendelea nayo hivyo hivyo. Mimi naitwa Salum Mohamed. Mimi niko Bukoba mjini lakini nyumbani ni Kamachumu. Miaka 25 hii tangu imezaa MV Bukoba. Inatukumbusha mengi tunapoona watoto wa ndugu zetu ambao walibaki sasa ni watu wazima, wengine wameshaoa, wameshaolewa. Kwa hiyo inatukumbusha mengi tu. Kila mwaka tunaosomea dua kwa mzee wetu ambaye amebaki, mzee Ahmadi Abdalla, ambaye mwaka ndani kwa baba yetu huyu walifariki watu 5. Bali wana familia sisi kwa 18, lakini ndani ya nyumba ya mzee huyu ambaye sasa yupo walifariki vijana wetu 5. Sisi tulifiwa na watu 18 jumla. Na wote walikuwa wanatoka kwenye harusi. Harusi ilikuwa Jumapili na wakapanda meli siku ya Jumatatu. Kwa hiyo wote aliyepatikana ni mmoja tu. Siku hiyo meli inazama. Na yeye alikuwa nje katika taarifa tulizozipata ambao wamepona. Basi ndio aliyepatikana na ndiye tuliyemstiri Mwanza siku ya Jumatano. Lakini wenzetu wote na watoto wao, wake zao, hakuna hata mmoja aliyepatikana. Mpaka hapo wakati ule marehemu alikuwa Rais Mkapa alipoamua kwamba sasa basi bao hajatoka ndani ya meli, basi tuwafanye mazishi yao tuyafanye ndani ya meli hiyo, tuende watu wafanye sala na dua mahali meli ilizama MV Bukoba. Na ndicho kilichofanyika, na baadaye tulirudi nyumbani wote. Tukaweka msiba ambao sasa leo unafikisha miaka 25. Lakini kwa sasa naona angalau namwombea kila laheri rais aliyefariki Magufuli. Angalau sasa tuna MV Victoria, tuna MV Mwanza inakuja. Kwa hiyo kuna matumaini na ndege zipo sasa, unasafiri unapotaka. Kwa hiyo kwa kweli sasa angalau mboreshwe, isipokuwa sasa visimamiwe, viendelee kuwa madhubuti kwa kubeba watu wengi. Wanaenda wengi zaidi, watu 1800 kila meli inapokwenda. Kwa hiyo visimamiwe, viwe madhubuti, viweze kuwa na utayari wa kupokea kama kuna dharura itatokea.